Serikali imewataka wawekezaji waliomilikishwa viwanda na havifanyiwi kazi kuhakikisha wanafufua viwanda hivyo kabla serikali haijachukua hatua stahiki dhidi yao. Na katika michezo, kocha mkuu wa timu ya Simba Fadlu Davids amesema kukiandaa vyema kikosi chake kuelekea mchezo wa mkondo wa kwanza wa fainali ya kombe la shirikisho utakaochezwa leo usiku. Habari ya asubuhi mtazamaji wa Channel 10 popote pale ulipo, karibu katika kipindi chetu cha asubuhi njema. Utakuwa nami Beatrice Erike ambaye nitakusomea taarifa ya habari na baadaye nitapata nafasi ya kuangazia vichwa vya habari vilivyopewa kipaumbele katika magazeti yaliyotufikia hapa studio kwa asubuhi ya leo. Karibu tuanze na taarifa ya habari. Serikali imewataka wawekezaji waliomilikishwa viwanda na havifanyiwi kazi kuhakikisha wanavifufua viwanda hivyo kabla serikali haijaingilia kati ili vianze uzalishaji na kuongeza wigo wa ajira kwa vijana. Leonard Mwacha anaarifu zaidi. Waziri wa viwanda na biashara Bwana Selemani Jafo ametoa agizo hilo jijini Dodoma alipokuwa akizungumza kuhusu mafanikio ya wizara hiyo katika kipindi cha miaka 4 ya serikali ya awamu ya 6. Wale wote waliopata viwanda, serikali inakuja site, ni waombe fufueni hivi viwanda kwa hiari yenu kabla serikali haijaingiza mkono wake. Lengo letu ni kwamba kuja na operation hii ya viwanda vidogo, vya kati na vikubwa, tutapata mafanikio makubwa. Eneo hili tukienda kutrigger vizuri, expectation yetu kupata ajira milioni 6.5. Lengo letu kuweza kucapture vijana wale ambao wanamaliza vyuo wanakosa ajira. Lengo ni kuweza kuabsorb katika upande wa viwanda. Asante sana. Aidha, Jafo amebainisha ongezeko la uzalishaji wa sukari na kufikia zaidi ya tani 600,000 na kukidhi mahitaji ya ndani pamoja na kupunguza matumizi ya dola na kulinda viwanda vya ndani. Actual demand ni tani 552,000, lakini installed capacity ya viwanda vyetu sasa hivi imefika tani 661,000. Maana yake tuna surplus kama vivyote vitakuwa katika full capacity ya production. Maana yake ndani ya kipindi kifupi cha serikali ya awamu ya 6 tunaenda kuondoa kabisa ile inaitwa sugar gap. Na naomba niwaambie, manunuzi ya sukari kutoka hizi nje inasababisha matumizi makubwa ya dola. Kwa hiyo chini ya serikali ya awamu ya 6 inatengeneza success story ya kuifanya nchi yetu isiwe importer tena wa sukari. Na ninafahamu hii sukari ikija nchini mwetu inasababisha uharibifu wa viwanda. Katika hatua nyingine, sekta ya madini imeongoza katika upatikanaji wa fedha za kigeni kwa mwaka wa fedha 2022-2023 kama ambavyo waziri wa madini Anthony Mavunde anavyobainisha. Sekta hii ndio iliongoza kwa upatikanaji wa fedha za kigeni katika nchi yetu ya Tanzania. Zaidi ya 56% ya fedha yote ya kigeni ilipatikana kupitia sekta ya madini. Mauzo ya bidhaa nje ya nchi yalikuwa ni mauzo ya dola bilioni 3.6. Kutoka Dodoma, Leonard Mwacha, Channel 10. Baadhi ya wakazi wa mtaa wa Feri Kigamboni jijini Dar es Salaam wamepatwa na taharuki baada ya nyumba zao kuwekewa alama ya X, huku wakitakiwa kuvunja katika kipindi kisichozidi siku 14 kwa madai ya kujenga katika maeneo ya hifadhi za barabara. Hamisi Suleiman ameandaa taarifa ifuatayo. Wakizungumza na Channel 10, baadhi ya wakazi hao wamedai kuwa hawana taarifa yoyote kuhusu uwekaji wa alama hizo za X katika nyumba zao, huku baadhi ya watumishi ambao wanadaiwa kutoka katika ofisi ya serikali ya mtaa hupita huku na huku wakitangaza kwa kuwahimiza kubomoa nyumba zao katika kipindi cha siku 14 walizopewa. Sikitishwa na jambo ambalo kadhia hii tunayo hapa katika nyumba hii au mtaa wetu kwa ujumla, kuja kuwekewa alama za kubomolewa nyumba zetu bila ya taarifa. Tumehuzunishwa sana na ofisi ya serikali yetu ya mtaa kwamba kutoitwa kama wananchi na kuhojiwa na kuelezwa na kupewa hali kama hii ambayo kwamba itatokea kwenye mji wetu. Imekuwa tumekuja tumevamiwa ghafla tena kwa ubabe, ukiulizwa hujibiwi katika njia ambayo ya kuhuzunisha sana, watu wakali. Na hivyo vile bado haikutosha, tukaja tena akapita mwenyekiti na kundi lake ili kutuambia bwana tunakupeni siku 10. Na mwisho tena jana tumekuja kuandikiwa tena kama tunavyoona kwenye jengo letu la madrasa hapa, tumepewa siku 17 kwamba sijui tarehe 17 maana yake, ili tuvunje mara moja mji wetu katika hali kama hii. Pia ni eneo la madrasa, pia ni eneo la mwalimu, na mwalimu amefariki so muda mrefu, na hapa ndio ilikuwa nyumba yake na mkewe sasa hivi hayupo. Sasa wanavotupa siku ni chache, alafu hatuelewi ni kitu gani. Tulikuwa tunaomba kwa serikali yetu itusikie. Ni kitu ambacho hatujakitarajia.
tuna huzuni kweli, hatujatendewa haki. Kwa sababu tumekewa X pasipo wenyewe kujua. Na tumepewa muda mchache. Hatujapewa kujipanga labda hata angalau mwezi au miezi mitatu, lakini tumepewa siku 10 ambazo hazitoshi, wengine tunawapangaji. Mwenyekiti wa serikali ya mtaa Feri Juma Abbas Mwengamno akizungumza na Channel 10 amekiri kuwepo kwa zoezi hilo la kuweka alama katika nyumba ambazo amedai zimejengwa katika maeneo ya hifadhi ya barabara. Lengo lilikuwa ni kuondoa vikwazo kwa wale wote waliovamia maeneo ya barabara kutokana na mradi wa ujenzi wa barabara za DMDP ambazo ujenzi wake unadaiwa kuanza mwezi Juni mwaka huu. Sababu kubwa ya kufanya hivyo inatokana na sasa hivi tuna mradi wa DMDP. Na mradi wa DMDP na bahati nzuri engineer na mkandarasi kwa ufupi wameshakamilisha taratibu zao zote, na hivyo vipimo baada ya kupita kwa watu wa mipango miji imeonyesha baadhi ya maeneo ambayo yamepita mipaka yao. Kutokana na hali hiyo, utaratibu wa DMDP hawawezi kuanza kufanya ujenzi wa barabara hizo kuziendeleza mpaka kuhakikisha kwamba maeneo yale yote yapo wazi ili ujenzi uweze kuendelea. Hamisi Suleiman, Channel 10, Dar es Salaam. Serikali imetangaza msimamo mkali dhidi ya vitendo vya udanganyifu katika sekta ya bima, ikisema imechoshwa na hali hiyo inayosababisha taifa kupoteza mabilioni ya fedha ambazo zingetumika katika miradi ya maendeleo. Jamila Omali anaarifu kutoka Arusha. Akizungumza jijini Arusha wakati wa uzinduzi wa tawi la Tanzania la Jumuiya ya Kimataifa ya Vitengo vya Upelelezi wa Udanganyifu wa Bima IASIU, Waziri wa Nchi, Ofisi ya Rais, Fedha na Mipango Zanzibar, Dr. Saada Mkuya amesema serikali haitasita kuchukua hatua kali kwa mujibu wa sheria kwa wale wanaojihusisha na udanganyifu huo. Udanganyifu huu umeathiri kwa kiasi kikubwa uaminifu wa sekta hii, ambapo vile unaongeza gharama za kampuni za bima, unadhoofisha uwekezaji, lakini vile unaathiri ustawi wa wananchi wetu ambao wanategemea bima kama ngao ya kiuchumi dhidi ya majanga. Utafiti wa hivi karibuni kama ambavyo tumesikia unaonyesha kuwa takriban 10% hadi 15% ya madai ya bima duniani kote yana viashiria vya udanganyifu. Kwa kweli hii ni changamoto kubwa, si tu kwa kampuni za bima, lakini kwa serikali na nchi kwa jumla, kwa sababu fedha hizi zinazopotea pengine zingetumika kutoa huduma bora kwa wananchi na kuongeza uwekezaji katika maeneo mengi ya kimaendeleo. Tunaambiwa kwamba udanganyifu katika bima sio tu kosa la jinai, lakini vile ni kosa la ubadhirifu, kosa la uhujumu uchumi, lakini vile inakuwa ni kikwazo katika maendeleo. Kwa shiriki, serikali imekuwa na dhamira ya kweli kupambana na udanganyifu wa aina yoyote. Leo tunatangaza kuwa tunaanzisha mkakati maalum kitaifa wa kudhibiti udanganyifu wa bima. Kupitia Mamlaka ya Usimamizi wa Bima Tanzania, tumeanza kuchukua hatua madhubuti kwa kushirikiana na taasisi za kimataifa kama IASH. Kwa upande wake, Rais wa Umoja wa Kimataifa wa Uchunguzi wa Udanganyifu wa Bima IASIU, Bwana Mjabwa Hanzuruni, amesema kuanzishwa kwa kitengo hiki nchini ni hatua muhimu katika kuimarisha maadili na taaluma ya uchunguzi wa bima. Tunakaribisha wote kushirikiana nasi katika kujenga mazingira ya bima yenye haki, uwazi, yanayolinda mlaji wa mwisho. Insurance Fraud Unit inatarajiwa kuwa mhimili wa kuimarisha uwazi na uadilifu katika sekta ya bima, huku wananchi wakihamasishwa kutoa taarifa za udanganyifu ili kusaidia kulinda haki zao na kuzuia upotevu wa rasilimali za taifa. Jamila Omar, Channel 10, Arusha.
Ofisi ya Rais Kazi, Uchumi na Uwekezaji ya Serikali ya Mapinduzi Zanzibar imesema katika kutekeleza vipaumbele vyake kupitia bajeti ya mwaka 2025-26 inatarajia kufanya marekebisho ya sheria ya ajira namba 11 ya mwaka 2005 ili kudhibiti ajira za utumikishaji watoto walio chini ya miaka 18. Hatua hiyo inatajwa kuwa itasaidia kudhibiti wimbi la uingizaji na usafirishaji watoto wa chini ya umri wa miaka 18 wanaofanya kazi za ndani ya nchi na nje ya nchi. Tupate taarifa zaidi. Waziri wa Nchi, Ofisi ya Rais Kazi, Uchumi na Uwekezaji, Sharifu Ali Sharifu amebainisha hayo wakati akielezea mwelekeo wa wizara yake kwa mwaka wa fedha 25-26 kwa wanahabari baada ya jumba Baraza la Wawakilishi hivi karibuni kupitisha bajeti ya wizara hiyo. Unamchukua mtoto wa watu mdogo unaenda kumpeleka pahala kwa ajili ya kupata hela. Wewe wa kwako sasa, kwa nini umchukue ukampeleka? Maana kama inakuuma wewe wa kwako usimpeleke, basi kuume pia wa mwenzio usimpeleke. Sasa kuna hao watu mimi nawaita majangili wanaofanya hizi biashara. Na sasa hivi sheria itakuwa kali sana kwa watu hao. Moja kati ya kipaumbele chetu katika hii kamisheni ya kazi ni kuhakikisha kwamba hawa tunawaandama. Tumeshaweka madawati pale bandarini Malindi, tunaweka madawati pale airport, na katika zile njia za panya pia KMKM tunawashirikisha kuhakikisha kwamba kila anayohusika anathibitiwa. Akizungumzia miradi ya maendeleo, Waziri Sharifu anasema miradi 90 yenye thamani ya dola milioni 391 ambayo itazalisha ajira zipatazo 3,000 inatarajiwa kusajiliwa. Kufanya mapitio ya maandiko miradi mipya 22 ya PPP na kuwezesha miradi hiyo ya PPP 20 ambayo tayari tumeshaipitisha ili ianze utekelezaji wake. Lakini pia kusajili miradi ya uwekezaji 90 yenye thamani ya dola za Kimarekani milioni 391 na inatarajia kutoa ajira kwa wazawa zipatazo 3,000. Lakini pia kuendeleza miundo mbinu katika maeneo huru ya uwekezaji na kusimamia utekelezaji wa miradi ya uwekezaji katika visiwa vidogo vidogo. Aidha, Waziri Sharifu anasema katika uwekezaji wa maeneo ya visiwa 17 vimekodishwa kwa mwaka 24-25 na kiasi ya dola za Kimarekani 384.5 zimeingia nchini. Na hadi kufikia Machi 25 visiwa 20 vimetangazwa na 17 vimekodishwa. Kama mnakumbuka kwamba tayari tumeshafungua kile kisiwa cha Bawe ambacho kimewekezwa jumla ya dola milioni 42 na pale pamewekezwa hoteli ya nyota 5 na imeweza kutoa ajira 400. Kwa mwaka wa fedha 25-26, Wizara ya Nchi, Ofisi ya Rais Kazi, Uchumi na Uwekezaji imeidhinishiwa kutumia bilioni 42 milioni 456,800,000. Juma Kasim, Channel 10, Zanzibar. Halmashauri ya wilaya ya Igunga imeongeza mapato katika kipindi cha miaka 5 iliyopita kutoka shilingi bilioni 37 hadi kufikia shilingi bilioni 53, huku mapato ya ndani yakikaribia bilioni 7 kutoka bilioni 3 na milioni 7 na kupata hati safi kwa miaka 4. Mwanahabari wetu Pendo Salu anaarifu zaidi. Madiwani wa halmashauri ya wilaya Igunga katika kikao chao cha mwisho kabla ya kuhitimisha rasmi kwa mabaraza ya madiwani mwezi ujao tarehe 27. Mkurugenzi mtendaji wa halmashauri hiyo, Serwa Abdalla Hamid, anaeleza halmashauri imepata mafanikio makubwa ikiwemo kuongezeka kwa mapato yake ambapo yale ya jumla yamefikia shilingi bilioni 53 huku ya ndani yakiongezeka na kufikia shilingi bilioni 6 na milioni 900. Jumla yake kwa awamu hii ambayo tunaendelea kufikia ukingoni, fedha za miradi ambazo tulizozipokea ni zaidi ya bilioni 41 milioni 465. Usimamizi mzuri wa waheshimiwa madiwani, tunakiri kwamba miradi mingi inafanya kazi na inatoa huduma, lakini katika utendaji wa kazi katika wataalamu wetu tumepokea hati safi mfululizo katika uongozi wenu kwa miaka 3 kuanzia mwaka 21. Akizungumza katika kikao hicho, mkuu wa wilaya Igunga Sauda Mtondoo anasisitiza madiwani kuendelea kusimamia miradi ya maendeleo ambayo bado haijakamilika kabla ya muda wao kuisha. Ni muhimu sana tukajipanga vizuri kuhakikisha kama kuna mapengo na mashimo yamebaki,
basi tuhakikishe tunaenda kusimama vizuri kwa kipindi hiki kilichobaki kwenda kusimamia yale yaliyobaki ili yaweze kukamilika. Mwenyekiti wa halmashauri hiyo Lucas Bugota, mbali ya kuwapongeza madiwani kwa kazi nzuri, ametoa rai kwa wataalamu kuendelea kushirikiana ili halmashauri ifanye vizuri zaidi, huku mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi wilaya Igunga akitoa msimamo wa chama hicho kuelekea uchaguzi mkuu mwaka huu. Miaka yote ya madiwani haijawahi kutokea miradi katendea miradi ya kutosha. Tumepata fedha nyingi, awamu hii hakuna mfano. Kero nyingi zimetatuliwa huko bwana mheshimiwa diwani. Kila mtu atarudi kwa nafasi yake na kazi yake anayoifanya vizuri. Hatuwezi mimi ni mtu mzima kufanya ushabiki kwenye mambo kama haya. Nalisema hili mpaka kwa wataalamu. Kutoka Tabora, Pendo Salu, Channel 10. Asante Pendo Salu kwa taarifa hiyo. Zaidi ya wananchi 7,000 wa kijiji cha Itungi kata ya Mlafu wilaya ya Kilolo wanatarajia kuondokana na adha ya kutembea umbali mrefu kwenda kutafuta maji baada ya serikali kuanza ujenzi wa mradi mkubwa wenye thamani ya shilingi bilioni 1.3 katika kijiji hicho. Mwanahabari wetu Clement Sanga anaarifu zaidi. Wananchi katika eneo hilo mbele ya wajumbe wa kamati ya siasa ya CCM mkoa wa Iringa iliyokuwa katika ziara wilayani Kilolo wamesema kwa muda mrefu wamekuwa wakipata tabu ya kupata maji safi na salama, lakini kwa ujio wa mradi huo mkubwa tayari wanaona kama vile changamoto hiyo imekwisha, huku wakipata fursa ya kushukuru serikali kwa kazi iliyotukuka. Upatikanaji wa maji kijiji cha Itungi ni shida. Akina mama tunahangaika, tunabeba ndoo kutoka mbali, yani ni changamoto sana. Maji hatuna kabisa kijiji cha Itungi. Tunayo lakini ni ya kisimani. Sisi wa mama tunaamka saa 10 za usiku kwenda visimani kufuata maji, tunarudi saa 12, lakini tunashukuru sana huu mradi ulivyofika, tukaona wameanza kuchimba na mitaro ya maji. Kilio hicho pia kinakolezwa na kiongozi wa serikali ya kijiji cha Itungi, Elia Mponsela. Nafikiri hapa sisi kama kijiji cha Itungi kweli tuna shida sana ya maji. Tuna wananchi wengi kama wananchi 5,000 hivi, kwa hiyo maji tunachota tu kwenye vidimbi huko bondeni. Kwa hiyo swala la maji hatuna, lakini kwa sasa tunashukuru watu wa maji kwamba wanatuletea tena maji. Akisoma taarifa fupi ya mradi huo, mhandisi Alon Musa, meneja wa kanda ya Ilula Iruwasa, anasema watu zaidi ya 7,000 wanakwenda kunufaika na mradi huo. Kwanza, kutoa huduma ya maji safi na salama kwa wananchi wapatao 7,013 wa kata hii ya Mlafu. Lakini pili, faida nyingine ni wakazi watatumia muda wa kutosha kufanya kazi za maendeleo badala ya kutumia muda mwingi kutafuta maji. Sisi kama chama tunaomba serikali jitahidi. Ukiangalia mazingira haya ya wananchi hawa, mradi huu ukikamilika mapema kama taarifa ilivyosema, kusema ule ukweli, wananchi hawa hata uchumi wao utaboreka zaidi, au sio jamani? Ndio. Kwa hiyo nakuomba Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa utusaidie. Mimi ni Clement Sanga, Channel 10, Iringa. Zoezi la uandikishaji pamoja na uhakiki wa taarifa katika daftari la mpiga kura awamu ya pili linaanza tena kuanzia Juni 16 na kuchukua siku 7, huku wananchi wakitakiwa kujitokeza kwa wale ambao bado hawajapata vitambulisho vya mpiga kura au kuhakiki taarifa zao. Hamisi Suleiman ameandaa taarifa ifuatayo. Akizungumza na Channel 10 eneo la Kigamboni, mwendeshaji wa zoezi hilo la BVR Irene Bernard amesema zoezi hilo litadumu kwa siku 7 na kutoa wito kwa wananchi kujitokeza katika zoezi hilo. Lengo la zoezi hili ni kujiandikisha na kuboresha taarifa za mpiga kura ambazo alijiandikisha awali, kuhakiki taarifa zake kama ni sahihi. Lakini pia daftari hili tunafuta wale wapiga kura ambao hawapo tena kwenye mfumo. Mnamaanisha kwamba wako katika kizuizi cha rais au wamefariki, kwa tunazifuta taarifa zao. Lakini pia tunaandikisha wapiga kura wapya kwa wale ambao awamu ya kwanza hawakuweza kupata nafasi ya kujiandikisha. Wito wetu kwa wananchi ni kuja kujiandikisha kupiga kura kwa wakati. Tusisubiri siku za mwisho. Na zoezi letu limeanza leo rasmi tarehe 16 na litaisha tarehe 22. Nimekuja hapa kujiandikisha kwa ajili ya kuja kupata kadi yangu
Wito wangu ni kwa vijana, tusisubiri muda uishe vijana, tuje tujiandikishe katika daftari la wapiga kura ili tuweze kuchagua viongozi walio bora. Hauwezi kuchagua kiongozi aliye bora bila kuwa na kadi hii. Tusisubiri muda uishe vijana, tuje tujiandikishe kwa ajili ya kupata kadi yako. Mwenyekiti wa serikali ya mtaa Feri, Juma Mwengamno, amewataka wananchi kujitokeza katika zoezi hilo ili wapate fursa ya kupata kadi na kuchagua viongozi watakaowapenda katika uchaguzi mkuu unaotarajiwa kufanyika Oktoba mwaka huu. Nilikuwa napenda sana kuambia wananchi wajitokeze kwa wingi ili waweze kuja kuandikisha kwenye daftari la kudumu la wapiga kura, kwa sababu baada ya awamu hii ya pili halitakuwepo tena zoezi hili kwa mkoa wetu wa Dar es Salaam mpaka tutakapofikia kwenye uchaguzi. Ili uweze kupata haki yako ya msingi, fika kwa wakati, fika kwa muda ambao uliweza kupangwa, uweze kujiandikisha na kurekebisha pale unapotakiwa urekebishe kama ni cha kurekebisha. Hamisi Suleiman, Channel 10, Dar es Salaam. Asante Hamisi Suleiman kwa taarifa hiyo. Mtazamaji, zoezi hili limeanza jana Mei 16. Na sasa tuangazie habari za michezo na burudani. Kocha mkuu wa timu ya soka ya Simba Fadlu Davis ameeleza kukiandaa vyema kikosi chake kuelekea mchezo wa mkondo wa kwanza fainali ya kombe la shirikisho barani Afrika utakaochezwa kesho majira ya saa 4 usiku nchini Morocco dhidi ya wenyeji wao RS Berkane. Akizungumza kwenye mkutano na waandishi wa habari wa mchezo, kocha Fadlu amesema wanafahamu bora wa wapinzani wao, lakini wao pia wana mpango wao, huku kwa upande wa mchezaji wa kikosi hicho Chemalone Fondo akisema watacheza na kuzuia kama timu hawataruhusu bao kwenye mchezo huo. We have to get our boys and get our players to focus on football, focus on our plan. Tunatakiwa kuwafanya wachezaji wetu wazingatie mpira zaidi, kuzingatia mpango wetu, kuzingatia namna gani tutauendea mchezo na nyakati ambazo tutakuwa juu na mpira na nyakati tutakazotakiwa kuzuia bila mpira na kuweza kuzuia kama tunavyofanya kwenye mchezo mwingine. Hatuwezi kuwa na ubora kama Berkane kwa sababu wao wamekuwa kwenye fainali mara nyingi nyuma. What I would say is they have a good attack, yeah, but it depends on. Nitakachosema ni kwamba Berkane wana safu nzuri ya ushambuliaji, lakini inategemea na namna gani tutazuia ubora wao. Tukizuia ubora wao vizuri, tutakuwa tumezuia vizuri. Na kukaba sio kazi ya mabeki peke yake, ni timu nzima. Na naamini ulinzi unaanzia kwenye safu ya ushambuliaji. Tukizuia kama kundi, kama timu, naamini hatutoruhusu goli lolote. As a team, I believe we will not concede any goal. Naam, mchezo huo unachezwa leo majira ya saa 4 usiku huko Morocco. Tumehitimisha taarifa yetu ya habari kwa asubuhi leo. Tupate mapumziko mafupi kisha tutarejea. Asante na endelea kutazama Channel 10, kicho bora kabisa.